Na ukitaka kujua kama sifuri nayo ni namba, waangalie Simba. Ukiwaangalia Simba ndio utajua kuwa sifuri nayo ni namba. Bwana, katika ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa Simba pekee ndio timu ambayo haijapata alama yoyote. Katika timu 16 ambazo zimeingia hatua ya makundi, ni Simba peke yake ndio hawajapata alama. Na hiyo imewatokea baada ya kucheza mechi yao dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ambayo imetamatika kwa kufungwa bao moja. Bao likifungwa kwa mtindo na namna ambayo kila mtu analaumu lake. Wapo ambao walikuwa wanaamini golikipa alipaswa kufanya zaidi ya alichofanya, wapo ambao wanaamini Shomari Kapombe hakuwa kwenye wakati wake bora wa kuanticipate mpira utakwenda wapi na ataenda kwa kasi gani, kama alikata tamaa hivi. Wako ambao wanaamini pia Simba mbovu tu, yani imefungwa imestahili, na yako mengine mengi ambayo yanazungumzwa hapo. Lakini inasikitisha, timu ambayo ilitoka kucheza fainali kombe la shirikisho msimu uliopita ikiwa na wakati mzuri sana, ikionekana ndio inajengwa upya, leo haina hata alama kwenye ligi ya mabingwa. Naelewa kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa kuna tofauti kubwa, lakini Simba ni mzoefu sana so far. Inasikitisha. Sio tu inasikitisha, lakini pia inanyong'onyesha. Unaweza ukasikitika ngine ukaendelea kuwa na nguvu, lakini kwa Simba unasikitika alafu na nguvu yenyewe inaisha. Na kwa nini wanafikia hapo? Ni kwa sababu tatizo lao la uongozi linaenda kuathiri kila sehemu, manake mipango na mwendelezo wa mipango inakosekana. Nafikiri huwezi kuwa na timu ambayo ndani ya mwaka mmoja inasajili wachezaji 20 halafu tegemea kwamba timu hiyo itafanikiwa. Nafikiri itakuwa kuanzia Januari ya mwaka 2025 mpaka sasa hivi tunapozungumza, Simba imesajili zaidi ya wachezaji 20 kwenye kikosi chake. Kwa hiyo utaonyesha kabisa kwamba umesajili squad nzima kwenye madirisha takriban matatu. Hiyo inaonyesha kwamba hata kuna uwezekano hata ujui unachokitaka ni kipi. Lakini at the same time umebadilisha makocha wangapi katika hicho kipindi chote? Na matokeo yake ndio yenyewe. Yes, kwa hiyo mwisho wa siku haya matokeo ambayo yanatokea kwa Simba sio ya bahati mbaya, ila ni matokeo ambayo ni matokeo ya maamuzi ambayo Simba wamekuwa wakiyafanya kwa kipindi cha msimu uliopita na msimu huu, kwenye kusajili wa wachezaji, kwenye kumanage project yao, lakini sehemu nyingine ambayo imekuwa ni sehemu kubwa sana kwenye kutimua makocha, unaajiri na kutimua makocha ndani ya kipindi cha muda mfupi, kiasi kwamba sasa kunakuwa hakuna mwendelezo na mkazo wa nini ambacho wewe kama klabu unakitaka. So mimi nafikiri inaweza kwamba Simba la season, yes, alikuwa anaonyesha kwamba ana mwanga wa kwanza compete na Yanga kwa ligi ya Tanzania, yes, lakini nini kilichoendelea? Kwa sababu kwenye kile kikosi kilichofanyika ni kwamba walisajiliwa wachezaji zaidi ya 10. Kusajili wachezaji zaidi ya 10 kwenye kikosi kama kile, maana yake umeenda kukibomoa. Nilitarajia Simba wasajili wachezaji 4 au 3 wenye African standard, lakini waliacha wachezaji wenye African standard wakaenda kuchukua wachezaji wengi wa kawaida. Yaani nimemwacha Ngoma, Mohamed Hussein, Chemalon, alafu wachezaji wengi ambao wamekuja Simba ni wachezaji ambao hawana madaraja ya wachezaji walioondoka. So nafikiri maamuzi ya viongozi yalikuwa ni sehemu ya kuihujumu au kuiua Simba moja kwa moja. Nafikiri wamerudi tena to default setting. Kwa sababu msimu uliopita ni kama walikuwa wanatengeneza msingi, na hata walikuwa ukimsikiliza Fadlu anasema msingi upo, msingi wameutengeneza na ulikuwa unaonekana ni msingi ambao unakwenda kuirejesha Simba kwenye mataji, kwenye kushindana. Na ukitaka kulijua hilo, hata ndani tu Simba ilihitaji mchezo wa mwisho kugundua tofauti ya nani anakuwa bingwa. Mchezo ambao walicheza dhidi ya Yanga ndio ulikwenda kutofautisha kati ya Simba na Yanga na nani anakuwa bingwa wa ligi msimu uliopita. Lakini pia Simba ilihitaji mchezo wa mwisho pia kufika kujua nani atakuwa bingwa wa kombe la shirikisho. Exactly. Lakini mbali na hapo, Simba pia alihitaji mpaka nusu fainali kujua kama atacheza fainali ya kombe la shirikisho la ndani, kwa maana ya kombe la shirikisho CRDB, akitolewa na Singida. Yeah. Kwa timu ya level ya Simba ambayo ilikosa mataji yote msimu wa nyuma yake na misimu mingi ambao walikuwa na ukame wa mataji, ilikuwa inaonyesha kwamba msingi huu. Wakaondoa kundi kubwa la wachezaji, wakaita wachezaji wengine. Ili shairi dogo pia wameondoa tena kundi kubwa la wachezaji, wameleta tena wachezaji wengine. Up to default setting. Yeah, uko sahihi kabisa, na ni kama wanaonyesha uoga wa kubaki kwenye ukubwa wao na
ile tishio la Simba Sports Club katika kuwania makombe. Wanahofia hicho kitu. Waliweza kufika katika hatua za mwisho katika mashindano makubwa msimu uliopita. Hiyo ndo ilikuwa ndo asili ya Simba ambayo tunaifahamu, Simba ambayo inabeba makombe, Simba ambayo ikiingia uwanjani hakuna kitu cha masiara ambacho wanakifanya. Nafikiri walihitaji tu kuwa make it simple, yani baada ya msimu ule kumalizika ambao ulikuwa na pressure kubwa, of course matarajio yanakuwa ni makubwa kuelekea msimu unaofuata. Kwa hiyo hawakupaswa kufikiria sana namna kutengeneza tena kikosi kingine. Walipaswa kuwaacha wale ambao wapo ndani ya timu inayotafuta mafanikio baada ya muda mrefu, waongezea kile ambacho walichokuwa nacho kwenye mikataba yao, si ndio? Mtu kama Jean Charles au anahitaji nini kwenye mkataba wake ili aendelee kuwa bora zaidi? Wachezaji wa kuwasikiliza ndo kama hao. Wachezaji kama Aishi Manula anaondoka Simba Sports Club akiwa bado anaonekana kwamba yuko fit, na wameenda tena kuhangaika kwa goalkeeper mwingine. Manula alikuwa anahitaji nini katika mkataba wake? Manula alikuwa anahitaji nini katika uwanja wa mazoezi? Anamhitaji kocha amfanyie vitu gani ili aendelee kuwa bora zaidi? Wachezaji kama hao kuwasikiliza, yani kufanya issue iwe simple, kufanya tena issue kuwa ngumu, kubadilisha tena kikosi, matokeo yake ndo yanakuwa ni haya. Na hata katika issue za usajili hakukuwa na haja ya kuhangaika kutafuta maelezo ya kuwaambia mashabiki kwamba tunataka mchezaji huyu atoka katika taifa hili. Hapana, make it simple. Hakuna fedha za kutosha za usajili, hiyo inaeleweka. Kila klabu inapitia hayo maisha. Basi hamisha idea yako ya kutafuta vipaji kwenda kwa vijana ambao wanaeleweka. Sasa sio kama ni vijana tu ambao wanaeleweka, wana potential, wanaweza kufikisha timu mbali. Ni vitu vidogo vya kufanya. Kwa yale ambayo Simba wameyafanya kwenye madirisha haya mawili, sitaki kuamini mtu akiniambia kuwa Simba hawana fedha ya kusajili, ila nataka kuamini tu hawako smart. Simba hawana mpango mzuri wa usajili. Maana yangu ni moja, kwenye issue ya matumizi, si ndio? Yes. Mimi naamini wametumia gharama kubwa sana kwenye haya madirisha mawili ya usajili. Naamini kitu ambacho wangeamua kuinvesti vizuri kwenye dirisha lililopita la usajili, wangekuwa very smart. Ongeza mkataba Ngoma, ongeza mkataba Mohamed Hussein, alafu sawa, Valentino Uma ameamua kuondoka mwenyewe, lete Mligo, sio? Yes. Na kama kweli ulikuwa unamhitaji Kibabage, basi lete Kibabage aje kupambana na Mohamed Hussein, ndio kaka? Sure. Umemwondoa Deborah Mavambo Fernandez, yes. Umemwondoa Okejefa, yes. Ongeza Kante. Sijui kama unanielewa, sijui. Unaweka msingi unaweka tofari juu ya msingi. Tofari juu ya msingi na tofari juu ya tofari. Exactly. Hawa wakina Ateba, sijui wakina nani umeona hawafai, na kuelewa. Weka Soa, Jenchaza huwa bakiza, alafu rudisha Chama kama ulivyofanya pengine. Kwamba umeona msimu uliopita kuna maeneo ulikwama, labda ulikuwa unahitaji akili ya mtu kama Chama. Weke Ahua, lete na Chota Chama. Lakini cheki kilichofanyika. Dirisha kubwa. Ameingizwa Kante, ameingizwa Kamara, ameingia Rashid Deriek. Yeah. Ameingia Mligo, Neo Maema, zaji sita hao. Soa 7. Si ndio? Yeah. Nafikiri Morris Abraham. Morris Abraham. 8. Nani tena mwingine? Nitakuwa nimemsahau hapo. Watu 8 hao. Ndio? Dirisha hivi karibuni. Nasema dirisha kubwa lililopita. Watu 8 hao. Nimewakumbuka kwa haraka. Kamara nimeshamtaja tayari. Kwa haraka watu 8 nimewakumbuka. Tazama tena. Angalia sasa kilichofanyika. Musa Pinpin Kamara amepata majeraha. Yakub Suleiman anasaulika. Musa Pinpin Kamara amepata majeraha. Wilson Nangu, Vedastus Masinde 11 hao. Yes. Baraka nafikiri ameingia sasa hivi Dirisha hili sasa kilichokwenda kufanyika. Golikipa tena. Libasa. Kumbuka Simba wamefanya usajili wa golikipa dirisha kubwa lililopita. Wanafanya tena usajili wa golikipa dirisha hili tena. Upande wa kushoto Kibabage. Wameingiza tena upande ule wa kushoto, tulizungumza hapa. Wamefanya usajili mtu mmoja tu, Mligo peke yake alikuwa. Tukasema ule upande una shida, haiwezekani. Sasa hivi pia wameongeza beki wakati Ture. Watatu. Golikipa, Kibabage, Ture. Watatu. Tunapanda juu upande wa kulia. Kiungo kwanza.
Chama Klatos. Chama ya kwenye ameongezwa. Upande wa kulia wamemwongeza Libase Gay. Yes. Haya, striker wamemwongeza Baraka Mwangosi. Wamemweka pale. Wamemwongeza Baraka Mwangosi. Alafu nimesahau Mwalimu pia aliingia dirisha kubwa. Yes. Wachezaji 12 hao. Unaelewa? Libase Gay. Wangapi hao? 6. Ya 6 kwa haraka. Na hapo dirisha halijafungwa juu. Dirisha bado halijafungwa na zinaelezwa taarifa nyingi hapo. Kuna Loemba ambayo kila mtu anasema bwana watu wameshamalizana huko bado kutangaza. Si unaelewa? Wanakuwa 7. Yeah. Imagine watu 12, watu 7 kwenye kipindi cha miezi kama mingapi? 4 5. Au ni takriban hawezi kuzidi 5. Au ni wachezaji takriban ngapi? 20. Na wachezaji 19. Na hapo tumetaja without flow. Kuna uwezekano tumemsahau mchezaji. Sio vizuri. Na hapo mimi nilitoa kipindi cha mwaka mzima. Kwamba kuanzia Januari ya mwaka 2025 mpaka ni zaidi ya wachezaji 20. Maana yake unaweza kufika 30 sasa. Usajili ambao uzingatii mipango wala mikakati. Yaani unasajili kama timu ya Uswahilini, kama timu ya kijiwe. Ndio vizuri. Kwa nini wanachama wanalalamika kuhusu viongozi? Kwa sababu wanaona hawafuati ile misingi ya klabu kubwa jinsi inavyotakiwa kuishi. Kwamba kuna mpango, kuna mchezaji ambaye tunamsajili hapa, ukimtazama takwimu zake, ukiutazama umri wake, kiasi ambacho anacholipa ambacho kinachangia pia kummotivate naye acheze vizuri uwanjani. Unaona kabisa huyu ni mchezaji ambaye anadumu baada ya miaka, anadumu ndani ya timu kwa miaka 3 mpaka 2 ambayo itakuwa na mafanikio. Lakini wachezaji wanaokuja Simba unapoona kwa mara ya kwanza unasema huyu mchezaji uone kama atadumu, sio kwa sababu yeye hawezi kucheza, kwa sababu ya maisha yaliyopo ndani ya Simba Sports Club, kwamba akifika hata kama ni bora, akifika ndani ya mazingira yaliyopo Simba itaonekana ni very average au ni kawaida sana. Lakini Simba Sports Club ilikuwa inaishi vizuri na wanachama wao na mashabiki wao kulingana na kile ambacho walichokuwa nakifanya ambacho kinaonekana ni cha kweli kabisa. Sawa. Kusajili wachezaji wenye ubora na wachezaji wakadeliver uwanjani bila ambavyo wanavyotakiwa.